Mabibi na mabwana, watu wangu wa Kenya, Uganda, Kongo, Tanzania na Afrika kwa ujumla, karibuni tena kwenye The Book of Magic and Movie Stories. Jina langu naitwa Ayubu Obedi, na kama ni mara yako ya kwanza kukutana na chaneli hii, bonyeza alama ya kengele, subscribe, ili wewe ni mtu wa kwanza kupata notification pale ambapo napokuwa nimeweka simulizi mpya. Niandikie kwenye comment section unanisikiliza kutokea wapi. Niandikie kwenye comment section unatazama simulizi hii kutokea wapi. Karibuni sana, na leo tunaendelea na simulizi yetu itwayo Vita kati ya dunia na bahari. Tunaanzia pale pale tulipoishia. Tafadhali naomba uniazime masikio yako na macho yako, twende sambamba mpaka mwisho wa simulizi hii. Nyote mnakaribishwa. Baada ya mkutano wa muda mrefu kati ya binadamu na wale viumbe, ilibidi yule bwana mdogo aweze kupelekwa katika chumba maalum, chumba cha peke yake, kwa mahojiano zaidi, kwa sababu walitaharuki wakiwaza ni kwa nini wale viumbe wamchague huyu bwana awe mtu kati, na maanisha yeye ndo awe mjumbe wao. Chochote watakachohitaji katika dunia watakuwa wanazungumza na huyu bwana mdogo, na pia huyu bwana mdogo atakuwa analifikisha katika mikono ya serikali. Ilikuwa ni mtihani kwake, kwa sababu hata yeye alikuwa hajui kitu kinachoendelea. Hata vile vile wale viongozi wa nchi pia walikuwa hawajui kitu kinachoendelea. Ndiyo maana ilibidi wamtenge pembeni katika chumba maalum ili wamtambue vizuri yeye ni nani. Kwa nini na imewezekana vipi yeye kuchaguliwa na wale viumbe kuwa kama balozi wao? Imewezekana vipi? Je, ana mahusiano gani na wale viumbe? Binadamu waliendelea kuwa na wasiwasi naye na kuhitaji mazungumzo zaidi kutoka kwake. Na baada ya kumpeleka pembeni, yule bwana mdogo alikuwa anajiuliza, imekuwaje? Kwa nini mimi? Imekuwaje? Kwa nini hawa viumbe wanichague mimi? Hawa viumbe wanaishi chini kabisa ya bahari. Bwana, kwa nini wanichague mimi? Kwani mimi ni nani? Bwana mdogo alikuwa hajielewi, alikuwa hajitambui kabisa. Na jamii ya wale binadamu, watu wa serikali, walikuwa pia wako katika kitendawili kikubwa, kwa sababu walikuwa wanawaza, kwa nini hawa viumbe wamchague huyu bwana mdogo na sio mtu mwingine? Je, katikati kuna nini kinachoendelea? Ndipo mama mmoja anaitwa Keti aliweza kuingia katika kile chumba ambacho walikuwa wamemhifadhi bwana mdogo. Wakamweleza, yule mama akamweleza, hatukutarajia hili kama litatokea. Yule bwana mdogo pia naye akasema, hata mimi pia sikutarajia kama hili jambo lingetokea. Yule mama anaitwa Keti aliendelea kumwambia, katika ulimwengu mzima, dunia nzima, tuko zaidi ya watu bilioni 8, lakini wewe peke yako ndio hawa viumbe wamekuchagua. Je, kwa nini wamekuchagua? Unaweza kuwa na jambo la kutuambia ili tukakuelewa? Kwani unajuana nao vipi hawa? Yule kijana alijitetea akasema, jamani, mimi sifahamiani nao wala sijawahi kuwaona kabla, na hata kule kwenye misheni tulikoenda ilikuwa sio misheni yangu. Mimi natoka kikosi namba 10. Mimi ni mtu wa transporter katika jeshi. Mimi sihusiki kabisa, na mimi nilikuwa nimeenda kule katika ile mission kwa niaba ya Clark. Hawa viumbe siwafahamu na nilikuwa naogopa hata kupambana nao. Lakini bado hawakuamini, wakasema, sasa tunahitaji kujua taarifa zako. Umezaliwa wapi? Bwana, huyu bwana mdogo amezaliwa mwaka 82. Alioa mwanamke mweusi wa Kiafrika, ni raia wa Uingereza, lakini mwisho wa siku walidivorce, ndoa walitalakiana na mke wake. Ana binti, mtoto mmoja wa kike, lakini serikali haikuanza kuamini tena. Ilibidi hata familia yake ichukuliwe. Kikosi maalum cha maaskari walikuja kuwakamata hawa. Mmoja ya familia yake, binti yake, walikuja kumkamata, wakamchukua. Hawakutaka kumwamini tena. Kwa nini wale viumbe wamwamini yeye kama nani? Kuna watu zaidi ya bilioni 8 duniani, lakini wamemwamini yeye eti ndo awe mtu ambaye ni kama mjumbe wao.
chochote watakachohitaji katika dunia, basi watawasiliana na yeye, alafu yeye ndo atawasiliana na serikali. Serikali ilikuwa haimwamini tena huyu mtu. Kwa nini awe na watu, awe na jamii ya viumbe wa hatari katika dunia na mahusiano nao? Kwa nini? Je, yeye ni nani? Tukirudi kunako kile chumba cha siri, kile chumba ambacho kijana alikuwa anahojiwa, alisema, jamani, hata mimi sikutaka niteuliwe na hao viumbe, na hao viumbe mimi siwajui, lakini kama mtanipa nafasi, nina uwezo wa kutoa ushirikiano katika jambo lolote ambalo mtalihitaji, lakini sio vyema kuniumiza na kuniweka hapa kuendelea kunishikilia. Mimi sio mtu mbaya, tazama macho yangu, tazama sura yangu, tazama navyoongea. Mimi sio mtu mbaya, mimi ni mtu mzuri, mimi ni mtu mwema kabisa. Hata padre ananijua, kila siku naenda kanisani kusali, narudi. Mimi sio mbaya, mimi sio kama wale viumbe, hata mimi sijui kwa nini wamenichagua. Kijana aliendelea kujitetea. You need me, unanihitaji. Am I right? Au siko sahihi? Mimi nafikiri niko sahihi. Unanihitaji, hakuna jambo lolote la kufanya juu yangu, naombeni mniache tuendelee na kushirikiana, basi mimi naweza nikawasaidia, japo wajua vizuri wa viumbe, kwa sababu wameniamini kwamba mimi niwe karibu nao ili niweze kuwasaidia mambo yao katika dunia. You need me, there is no need to kill me. Usiniue, mimi sio raia mbaya, mimi ni mtu mzuri. Yule kijana aliendelea kujitetea. Na ni kweli wanamhitaji, na ni kweli huyu ni mtu muhimu sana, na ni kweli wanahitaji msaada wake. Hata mimi naona haina haja kuendelea kumshikilia ule kijana, kwa sababu yeye ndio pekee ameteuliwa kati ya watu bilioni 8. Tuko zaidi ya watu bilioni 8 duniani, lakini ule kijana peke yake ndio ameteuliwa na wale viumbe awe kama balozi ambaye atakuwa mtu kati. Yaani wale viumbe kutoka katika bahari watakuwa wanazungumza na ule kijana, na ule kijana anazungumza na serikali kana kwamba yeye ni mtu muhimu. Hivyo serikali inabidi endelee kumsikiliza na kumtegemea zaidi. Sioni kama kuna haja ya kuendelea kumuumiza. Upande wa pili wa simulizi yetu, Mr. Waziri, Mr. Prime Minister alikuwa na chairman wakiendelea kuzungumza, wakisema tayari tumeshafanya mkutano na awamu ya kwanza na tunaendelea kusubiri majibu, na nafikiri mkutano unaokuja tutapata kutambua kitu gani tunatakiwa kufanya na hawa viumbe. Lakini hofu yangu kubwa, Mr. Prime Minister alisema, hofu yangu kubwa ni kuhusu huyu kijana. Inabidi tuwe naye karibu sana, kwa sababu kama amechaguliwa kuwa balozi wa viumbe hawa kutisha, inabidi tuwe karibu naye sana. Wenda sio binadamu wa kawaida, na wenda hawa viumbe walimpandikiza katika dunia kwa sababu maalum na kazi maalum ya kuwasaidia wao. Ndipo baada ya kuona kwamba jambo lile limekuwa ni gumu na walikuwa hawamwamini tena ule bwana mdogo, wakatengeneza mkutano wa siri. Walikuwa ni watu 1, 2, 3, 4, 5, walikuwa ni watu kama 5 hivi katika ukumbi wa siri. Wakawaita wale viumbe ili waweze kuzungumza nao kwa siri. Mimi na wewe hatujui ni nini kinachoendelea. Baada ya viongozi kukaa na kufikiria, wakaona ni bora wamchague mwanamke mwingine kutoka katika kitengo cha serikali ili akazungumze na hao viumbe, kwa sababu yule kiumbe pia alikuwa ni mwanamke ambaye ni kama kiongozi, ambaye ana sura ya binadamu lakini ni samaki, macho ya binadamu lakini bado ni samaki, ngozi yake akiwa kama samaki na akiwa hana nywele na wala hana kope. Ilibidi wamtumie mwanamke, wakihitaji kuzungumza akazungumze naye, kwa sababu yule kijana walikuwa hawamwamini. Lakini kumbuka, hawa viumbe walimchagua yule kijana awe kama balozi, ila serikali haikumwamini tena yule kijana. Walihisi labda hawa viumbe walimpandikiza miaka mingi iliyopita katika dunia ili awe msaada kwao baadaye. Lakini yule Homoakwa alisema, hivi kweli nyinyi ni wa kweli? Sisi tulichagua balozi, lakini mmekuja kutengeneza mkutano wa siri hapa. Je, na ukweli gani mnaohitaji kutoka kwetu sisi? Kama mkutano ule ulikuwa ni public, lakini huu wa sasa ni mkutano wa siri. Je, ni ukweli gani ambao mnataka tuzungumze hapa?
Akasema homo wako, akasema yule samaki ambaye ni kiumbe cha kutisha, akasema sisi tunahitaji kusikia neno kutoka kwa homo wako. Sisi tunahitaji kusikia neno kutoka kwa ambassador. Wale viongozi wa serikali wakasema huyu bado hajajiandaa. Unaona, huyu hajajiandaa kuongea chochote. Lakini kumbuka, yule bwana mdogo wakati wanaingia nao katika ukumbi wa siri, walikuwa washampiga limit kwamba huruhusiwi kuzungumza chochote wala kuongea chochote, unatakiwa kukaa kimya. Lakini wale viumbe nao walikuwa ni wajanja, wakasema hapana, sisi tunahitaji kuongea na huyo bwana mkubwa tuliyemchagua, huyo bwana mkubwa aliyetuonyesha ishara ya msalaba kwa jina la Baba, la Mwana, Roho Mtakatifu. Hiyo ni ishara kubwa sana kwetu. Kwa hiyo tunahitaji kusikia kutoka kwake na wala sio kwako wewe mwanamke. Yule mama Keti akasema kwamba huyu bwana mkubwa bado hajajiandaa. Lakini yule homo aqua akakataa, akasema hapana, huyo kijana namhitaji mbele yangu, nahitaji kuzungumza naye. Yule kiumbe cha ajabu, kiumbe cha kutisha, ambaye mwili wake wote ni samaki, ngozi yake ni samaki, masikio yake ni samaki, lakini hana nywele. Ni kiumbe cha kutisha kutoka chini ya bahari, akiwa na walinzi wake ambao nao pia ni viumbe vya kutisha. Akamwita yule kijana, come closer, sogea karibu, nahitaji kuzungumza na wewe. Basi yule kijana alisogea taratibu, alisogea akatembea karibu naye, kwa sababu aliambiwa come closer, ni sogea taratibu, sogea karibu ili tuzungumze. Yule kijana alisogea karibu na akaenda kumsikiliza. Alihitaji kuzungumza naye, amsikilize huyo kiumbe anahitaji nini katika dunia. Yule kiumbe akamsalimia, mambo. Kwa mara ya kwanza yule kijana tunamjua jina lake leo. Yule kijana akasema samahani, una jina? Mimi jina langu naitwa Barclay. Bwana, kumbe huyo kijana anaitwa Barclay. Mimi jina langu naitwa Barclay. Akamuuliza yule kiumbe, je, wewe kiumbe una jina, unaitwa nani? Yule kiumbe akasema anaitwa Scottish. Akasema it is Scottish. Mimi naitwa Scottish. Bwana, haya majina ya viumbe, yaani kiumbe anatisha mpaka jina lake lenyewe linatisha. Yule kiumbe akaendelea kusema, mimi ni Scottish au Scottish. Babu yangu alikuwa ni Scottish, lakini ukoo wangu my generation is not translated, something like that. Ukoo wangu haujatafsiriwa. Kwa hiyo nikisema nizungumze hapa, hatutaelewana wala hatutamaliza leo wala kesho. Kisha akasema yule kiumbe, lakini jina langu naitwa Salt. Kumbe Scottish sio jina lake, ni kama jina la babu yake, jina la ukoo, jina la kabila, jina la sehemu alikotoka, ni Scottish. Unaona bwana, lakini yule kiumbe anaitwa Salt. Ndipo bwana Barclay akamuuliza, hey, mambo vipi? Tuzungumze, mimi ni mtu wa kawaida kabisa, tunaweza tukazungumza tukaelewana. Bwana Salt, mimi naitwa Barclay, umesema unaitwa Salt, basi tunaweza tukazungumza tukaelewana. Kijana Barclay akasema, ndiyo Salt, lakini sikiliza jamani, mimi sijasoma. Mimi elimu yangu ni darasa la 7 kabisa. Sijui mambo ya negotiation, sijui mambo ya diplomasia, sijui mambo ya uongozi, sijui mambo ya... Mimi ni mwanajeshi wa kawaida, kwa hiyo nashangaa kwa nini umenichagua. Yule kiumbe Salt akamwambia, ndiyo, tunakuelewa kwa kile unachokisema, lakini kumbuka sisi ndo tushakuchagua, sisi ndo tunakuamini. Kama sisi tunakuamini, basi hiyo nafasi inabidi uendelee kuitumikia vyema, kwa sababu bila wewe hii dunia inaweza tukaigeuza juu chini. Yaani hii dunia tutaiangamiza ndani ya sekunde 15. Kwa hiyo wewe kama balozi utaendelea kuwa balozi, tuzungumze mpaka tuongee, tufanikiwe kufikia makubaliano nini tunahitaji katika dunia hii. Ndipo yule Sati akamuuliza, sasa kwa mfano mimi nisizungumze,
wewe unafikiria nini kichwani mwako? Ni nini unafikiria? Yule bwana Barkley akasema, Salt, mimi natamani ili jambo lizungumzwe kwa dunia nzima. Hili jambo lizungumzwe kwa dunia nzima. Mr. President, rais wa nchi, afanye mkutano, ahutubie taifa, jambo liwekwe public, lizungumzwe kwa dunia nzima. Hilo ndo jambo pekee mimi ambalo nafikiria. Kijana aliendelea kusema, kuna watu wengi wana wasiwasi. Hata siku uliponichagua kwamba mimi ndio niwe balozi, watu wengi walikuwa na wasiwasi na mimi. I'm nobody. Mimi si kitu, mimi sio chochote. Yaani umenichagua kwenye nafasi, lakini mimi siwezi kabisa kuongoza chochote. Hawaniamini hawa. Mpaka leo ameita mkutano wa siri, na maana hawaniamini. Wanahisi wewe umenipandikiza mimi katika dunia miaka mingi iliyopita. Kwa hiyo I'm nobody, mimi hata sijui nifanyeje. Yule kiumbe Salt akasema, sawa tumekusikia. Sawa tumekusikia Mr. Ambassador. Sawa tumekusikia balozi. Hakuna shida, tumeshakusikia. Salt akaendelea kuzungumza kwa hasira na kwa uchungu kwamba hii imeshakuwa, hii haiwezi kubadilika. Huyu ndio balozi tuliomchagua, hata kama akiongea nini, hata kama akijitoa, lakini huyu ndio balozi tuliomchagua, na hata mkutano unaofuata huyu ndio atakayeongea. Huyu ndio tunayemwamini. Yule Salt, kiumbe wa kutisha, alisema kwa hasira. Na kwa leo tumeishia hapo. Kama mkihitaji tuendelee kuzungumza mpaka kesho, ni jambo lisilowezekana. Yule kiumbe Salt na wale viumbe wengine wakatoweka kurudi chini ya bahari. Lakini sasa serikali bwana, ni kitu cha tofauti sana. Kukuamini sio kitu rahisi. Yule bwana mkubwa, bwana Barkley, walimkamata tena. Hawakutaka kumpa nafasi hata moja ya kuondoka na kujitetea. Walimkamata tena, wakambeba msobe, wakaondoka naye. Hawakutaka kumwachia kabisa, kwa sababu waliona yeye kama ndo balozi wa wale viumbe, huenda anahatarisha dunia, huenda sio mtu wa kawaida. Baada ya kumkamata msobe, wakampeleka kwenye gari. Akanya, jamani, sasa ndugu zangu, nyinyi mnanipeleka wapi? Mimi mbona ni mwanajeshi mtiifu? Ambia wewe, ingia kwenye gari, sisi hatuna cha kuongea. Sisi tumeambiwa tukukamate, uwe chini ya ulinzi. Kwa hiyo sisi bwana mkubwa utatusamee, ingia kwenye gari tuondoke. Alipoingia kwenye gari akamkuta yule mama anaitwa Keti. Alipokuta yule mama, aliingia amenyosha mikono juu. Yule mama akaanza kumuuliza, hebu niambie sasa, hapa tuko wawili, naomba uniambie kuna kitu gani kinaendelea kati ya wewe na wale viumbe wanaotoka chini ya bahari? Kuna kitu gani kinaendelea kati ya wewe na wale viumbe ambao waliishi hapa duniani miaka mingi kabla yetu sisi? Kwa nini wakuchague na wewe uwe balozi? Yule kijana bwana Barkley akaanza kujitetea, hapana mama, mimi nafikiri labda lakini mimi mbona sina shida mama, mngeniacha tu nikaenda kwenye familia yangu. Mimi na mtoto na mke wangu ni mjamzito, na mtoto na miaka 16 na familia inanitegemea. Ni vyema tu mngeniacha nikaondoka, kwa sababu mkiendelea kunishikilia hapa, mimi mwenyewe moyo wangu unakosa amani kabisa. Yule kijana aliendelea kuzungumza, sasa mama, labda mimi nafikiri mdomo wangu ndio umeniponza, kwa sababu mimi ni mtu wa kubwabwaja kuongea, lakini muda mwingine naongea vitu hata mimi sijui vinatoka wapi. Na ile siku ya mkutano mimi nilikuja tu kwa sababu tangu mission ianze mimi nilipigiwa simu, na baada ya mission pia nilikuja. Kwa hiyo ilibidi nije kusikiliza na kuona hawa viumbe kitu gani wanafanya, kitu gani watasema katika mkutano. Lakini mimi I'm nobody, mimi ni mtu wa kawaida kabisa. Yule mama akamwambia, wewe bwana mdogo, vipi? Mimi ni mtu mzima na miaka 52, huwezi kunidanganya. Hebu acha kuongea vitu vya uongo hapa, tulia kwanza hapo. Yule kijana akacheka nitulie about 5 minutes ago, dakika 5 zilizopita mambo yalikuwa ni vurugu. Mlikuwa mnanihoji, mlikuwa mnanifunga,
Kwanza kwenye hii gari nimeingizwa msobe. Unaniambia nitulie? Natulia vipi sasa mama yangu hapa? Yule mama akamwambia, sikiliza bwana mdogo, sikiliza Blackley, the truth is I spent my whole life kupambana na hili jambo. Maisha yangu mengi nimetumia kupambana na hili jambo, na nafikiri wewe sasa unaweza ukanipa msaada, Keti alisema. Yule Keti aliendelea kusema, unajua Homo aqua, hawa viumbe kutoka chini ya bahari wamekuchagua wewe for a reason. Wamekuchagua wewe kwa sababu, kwa hiyo your life is change, maisha yako yanabadilika, na kuanzia leo maisha yako yamebadilika. Yule kijana akasema, sasa mama, maisha yangu yamebadilika, ina maana mimi mbona ni mtu wa kawaida tu mama yangu? Hapana, maisha yako yamebadilika. Kuanzia leo utakuwa mstari wa mbele kuisaidia nchi yako. Kuanzia leo utakuwa mstari wa mbele kuisaidia dunia. Dunia yote na kutegemea wewe. Endapo hawa viumbe wa kutumia vibaya, basi dunia nzima itaangamia. Na hapo sasa yule bwana mkubwa, bwana Blackley, yeye dunia inamtegemea kwa sababu yeye ndio katika wanadamu dunia nzima bilioni 8, zaidi ya bilioni 8. Unajua katika dunia tuko zaidi ya watu bilioni 8. Ni yeye peke yake ndio ambaye atawakilisha wanadamu. Yeye ndio balozi, amechaguliwa na wale Homo aqua, wale viumbe, ili kuwakilisha wanadamu katika mazungumzo. Kwa hiyo jamaa amekuwa maarufu kweli kweli. Ulinzi ni mkali, anatembea na maaskari, kikosi maalum wanamlinda, wanamwangalia kwa sababu pia hawamwamini bado. Kwa nini yeye? Na baada ya hapo aliposhuka katika gari, baada ya safari kidogo, aliposhuka katika gari alipelekwa katika chumba kingine. Jana akauliza, sasa mama Keti, hivi mtanifungia mpaka lini katika hichi chumba? Akamwambia, subiri bwana, kwanza tumekuleta uione familia yako. Aisee, Mungu, Mwenyezi Mungu mkubwa. Familia yake ilikuja kumuona, kumbe na familia yake pia ilikuwa imefungwa, familia yake pia imeshikiliwa. Hawamwamini kabisa kijana pamoja na familia yake. Aisee, alimkumbatia binti yake, alimkumbatia mke wake ambaye ni mjamzito, wakafurahi pamoja chini lakini ya ulinzi mkali. Serikali bado haimwamini kabisa. Yaani jamaa anaishi kama mfungwa. Na upande wa pili katika chumba maalum, zile recording za yule kiumbe katika mkutano waliendelea kumchunguza. Aliongea neno we. Ina maana wakashtuka. Ina maana huyu kiumbe ina maana anaongea we, lakini inaonekana kila anachokiongea anaongea kwa maana kwamba hayuko peke yake. Kila anachokiongea wale viumbe wengine wanakuwa wanasikia, ndio maana anatumia we. Yule kiumbe anaitwa Salt anatumia we. Kuna kitu wali notice kidogo katika recording zao hapa katika chumba maalum cha wanasayansi, wakiendelea kunyambua baadhi ya maneno na baadhi ya vitu ambavyo walikuwa wanavifanya yule Salt, yule kiumbe cha ajabu kutoka chini ya bahari. Katika chumba maalum cha wanasayansi waliendelea kujiuliza hizi, wakitazama zile recording. Wale viumbe walikuwa watatu. Yule kiongozi wao wa kike alikuwa anaitwa Salt. Alijitambulisha kama Salt. Alisema yeye ni Scottish. Yeye ni Scottish. Babu yake alikuwa ni Scottish, yani bla bla bla. Kwa hiyo alijitambulisha kama Salt, lakini pembeni yake kuna viumbe wengine ambao walikuwa kama walinzi wake. Lakini kitu cha ajabu katika kuendelea kuchunguza, waligundua kitu kimoja. Yule kiumbe alivyokuwa na hema na wale viumbe wengine pia walikuwa wakihema. Yaani kana kwamba walikuwa wanatumia pumzi moja. Wakajiuliza, hasa hao viumbe wamepanda huku juu duniani kutoka chini ya bahari, lakini hawajaomba chakula, sababu ni jamii ya binadamu. Hawajaomba chakula, hawajaomba maji, na wanapumua kwa pamoja. Waliendelea kuwachunguza na kuwanyambua zaidi. Je, hawa viumbe wanaishi vipi? Na yule mama anatamaa, mama Keti anatamaa, mwanamke mmoja hivi mwenye nywele za brown. Anatamaa, anasema yeye anapenda kuendelea kuwa kiongozi. Anataka ajue hawa viumbe wameishi zaidi ya miaka 5,000 chini ya bahari, na sasa wanataka waje duniani. Anataka ajue huko duniani wameweza vipi kusurvive miaka zaidi ya 5,000.
Na katika chumba cha wanasayansi, wakati wanaendelea kufanya utafiti wa kule zile recording ambazo walikuwa wamerekodi kule katika chumba cha mkutano, kama umefuatilia sehemu ya kwanza, sehemu ya pili kama umefuatilia sehemu ya pili, tangu simulizi inaanza katika mkutano bwana, wale viumbe baada ya kufika katika ule mkutano wa public, kabla hawajaondoka, waliwapatia zawadi ya mayai ambayo yalikuwa yameathirika. Mayai yale yalikuwa yameathirika na sumu na kemikali ambazo zinatupwa katika bahari. Yaani tunamaanisha sumu za viwanda, takataka na vitu vingi ambavyo vinatupwa katika bahari ambavyo havina maana. Hao viumbe walikuwa wanalalamika kwamba mayai yetu na jamii yetu inateketea chini ya bahari kwa sababu yenu nyinyi binadamu. Mnatupa takataka, mnamwaga sumu katika bahari, hivyo mnasababisha sisi tunapotengeneza mayai ili tuweze kukuza jamii yetu chini ya bahari huko, nyinyi yale mayai yanaharibika. Kwa hiyo baada ya kuwapatia zawadi yale mayai, tunaona hapa sasa yale mayai hawa wanasayansi wameyashika wakijaribu kuanza kuyachunguza. Je, hawa viumbe wanaweza vipi kusurvive katika dunia na wataweza vipi kusurvive chini ya bahari? Ndugu mtazamaji, upande wa pili wa simulizi yetu tunakutana na Bwana Barkley akiwa na familia yake. Yule mke wake alimwambia, ina maana wewe unafanya kazi na ma-alien? Yule bwana mkubwa akasema, sio alien, hawa ni viumbe wanapatikana chini ya bahari, lakini wamenichagua kwamba mimi ndo niwe ambassador. Binti yake akamwambia, baba, wewe sio ambassador, wewe ni kama admini tu. Wewe utakuwaje ambassador? Kuongea kwenyewe uwezi, haujasoma elimu yako wenyewe darasa la 7, jeshini umeingia kwa msaada tu, kwa kupigiwa pande kwamba ingia na wewe jeshini. Viumbe hawakuamini, lakini basi tu una bahati wanaamua kutumia. Lakini hawa viumbe pia, mme wangu, ule mama alisema, hawa viumbe pia mme wangu siwaamini kwa sababu wanaweza kukupeleka sehemu mbaya. Na binti yake pia akashindilia misumari akasema, sidhani kama utafanya kazi kama balozi. Lakini baba, kwa sababu unaonekana sasa, kwa sababu sasa hivi unaonekana maarufu, dunia nzima inakujua, lakini mimi sidhani kama wewe utakuwa balozi, wewe utakuwa kama admini tu. Familia ilikuwa katika malumbano, familia ilikuwa katika mzozano, mama akiendelea kulalamika. Mtoto wao sasa hivi ingetakiwa angekuwa shule, lakini alikamatwa na kikosi maalum cha serikali wakawekwa ndani kwa sababu ya mambo yake haya. Lakini Bwana Barkley alijaribu kujitetea kwamba mimi nafikiri sina kosa kwa sababu mimi ni balozi tu. Mama akajibu, balozi? Kwa hiyo umekuwa balozi sasa hivi, mume wangu umekuwa balozi. Naona umekuwa balozi wa viumbe vya kutisha kutoka chini ya bahari. Kwa hiyo vipi, wanakulipa? Viumbe wanakulipa shilingi ngapi? Waona sasa familia yetu sasa hivi sisi ni watu wa kushikwa tu. Muda wote tunaulizwa maswali, muda wote tunashukiwa kwa vitu ambavyo hatufanyi kwa sababu ya ubalozi wako. Sasa baada ya kuchaguliwa kuwa balozi, wewe yule kiumbe alipokuchagua kwa balozi, kwa nini usingekataa? Ungekataa, nafikiri yule kiumbe ndiye angemchagua mtu mwingine. Bwana Barkley mume wake akamjibu mke wake, hata mimi sijui kwa nini wamenichagua na wala hata sikupenda wanichague, lakini basi tu imetokea kama bahati mbaya mke wangu. Bwana Barkley akaendelea kuzungumza, lakini ni binti mzuri, lakini ni samaki. Yes. Mama akasema, ni samaki ndiyo, lakini ni binti. Ni binti lakini ni samaki. Ina maana yule Sati, yule kiumbe kutoka chini ya bahari, Sati, ile binti anaonekana ni mwanadada lakini ni samaki. Samaki kabisa. Umbile lake ni kama samaki, macho yake ni kama samaki, hayana kope, yana miba kama ya samaki. Nywele zake hana nywele, hana sehemu za siri. Ni kiumbe tu ambaye ana ngozi kama ya samaki, lakini ana vidole 4, ana macho mawili, ana masikio mawili, lakini ni kama samaki. Mama akaanza kuingia wivu. Sasa mume wangu tena anaanza kumpenda huyu samaki hapa, itakuwaje sasa hapa baadaye? Ndugu mtazamaji wa The Book of Movie and Magic Stories, tunaendelea na simulizi yetu inayoitwa vita kati ya binadamu, vita kati ya dunia na bahari.
Upande wa pili wa simulizi yetu tunakutana na yule mama anaitwa Keti akiwa anazungumza mwenyewe. Kwa sasa dunia ina maana ipo katika mikono ya bwana mdogo mmoja anaitwa Barkley. Barkley bwana ni mtu wa kawaida, lakini kwa nini kachaguliwa na wale viumbe? Je, ni kitu gani kinachoendelea? Kwa nini mpaka wale viumbe wamchague huyu bwana Barkley? Yule mama aliendelea kujiuliza peke yake, akiendelea kufikiria hivi, akizunguka nyumba akiwa anaiona ni kubwa. Na katika chumba maalum kile cha wanasayansi katika maabara, mambo yaliendelea kuwa moto. Wanaendelea kuchunguza yale mayai kama kweli yana uhai au la, na kwa nini wale viumbe wamekuja na yale mayai, au ni jambo gani wanataka kuleta katika dunia. Waliendelea kujiuliza, wanasayansi wakiendelea na changamoto za kuchanganya huku na huku kutafuta ukweli wa yale mayai. Je, huenda akawa na uhai? Lakini kama kawaida katika maisha, uaminifu umekuwa ni mdogo sana. Hakuna kuaminiana. Ndani ya kile kikundi cha wanasayansi, bwana mdogo mmoja, mwanasayansi mmoja aliiba sampuli moja ya yale mayai. Hatukujua na wala hatujui kwa nini kaiba sampuli yale mayai. Je, anaenda kufanya nini? Ni kitu gani anaenda kutengeneza? Mimi na wewe hatujui. Tafadhali endelea kufuatilia simulizi hii, na huko mbele nafikiri tutatambua kwa nini huyu bwana mdogo amechukua sampuli ya yale mayai kwa asili, kwa wizi. Kwa nini amechukua? Je, anataka kutengeneza nini, au anataka kuipeleka dunia wapi? Na ule bwana mdogo baada ya kuiba, tunaona akaenda kukutana na mtu mmoja, akamkabidhi ile sampuli. Baada ya kumkabidhi ile sampuli, yule bwana akampatia bahasha, lakini akaanza kusema, vipi kuhusu mama yangu? What about my mother? What about my mother? Vipi kuhusu mama yangu? Yaani anauliza mama yake vipi, kwa sababu huenda mama yake hakupewa uraia. Kumbe aliiba ile sampuli ili kupewa uraia wa Uingereza. Yule bwana mdogo alikuwa sio Mwingereza, kwa alipewa uraia wa Uingereza baada ya kuiba ile sampuli. Sasa huenda zile sampuli sasa zikiangukia katika mikono ya watu wabaya, huenda kuna jambo baya linaweza likatokea katika dunia. Bwana, tunaona yule bosi aliyepewa zile sampuli anaenda kukutana na mkubwa wake. Huyu ni bosi mwingine katika jumba moja la kifahari. Anamwambia, bwana, hizi ni sampuli za mtoto, au hizi ni sampuli za mayai ya mtoto wa Homo aqua kama ulivyosema bosi. Kwa hiyo ndio hizo bwana, tumeshazipata. Kwa hiyo tuendelee na kazi yetu. Na asubuhi ilipofika mida kama ya 2:00 hivi, tunamuona bwana Barkley akitoka katika hoteli, akiacha familia yake katika hoteli. Waandishi wa habari wakiendelea kumtafuta ili waweze japo kuzungumza naye. Watu walikuwa ni wengi mno, watu walikuwa ni wengi sana. Bwana Barkley aliingia katika gari ili aelekee katika mkutano tena akazungumze na wale viumbe, kwa sababu yeye ndo bwana ambassador. Basi ilibidi ulinzi uwe ni mkali kweli kweli. Na hapo alipoingia katika gari mlango ulifungwa, ulinzi ukiwa ni mkali kweli kweli. Gari baada ya kufika katika mkutano, tunaona watu wakiingia katika mkutano. Na huu mkutano wa leo ulikuwa ni mkutano wa public. Watu walikuwa ni wengi mno. Watu wakiendelea kujipanga katika viti, wengine wakiendelea kukaa katika viti. Na bwana mdogo, bwana Barkley, aliingia katika ukumbi akiwa na tabasamu, akiwa na hamu ya kuonana na wale viumbe, kwa sababu tayari alikuwa ameshakuwa maarufu. Tazama, yani kiumbe kutoka chini ya bahari anatokea kumwamini mwanadamu mmoja katika wanadamu bilioni 8 na zaidi katika uso wa dunia, ili awe mwakilishi wao katika dunia. Yani wewe ni mwanadamu, alafu wanatoka viumbe chini ya bahari wanakutunuku kwamba wewe utakuwa balozi, kwamba wewe sasa hata kama wakianzisha balaa hapa duniani, na maana wewe utaendelea kuwa salama na familia yako. Yule bwana mdogo alikuwa na bahati, bwana Barkley alikuwa na bahati sana. Na hapo mkutano, watu waliendelea kuingia katika mkutano ili mkutano uweze kuanza na wale viumbe waje
Sasa hapa ndo tutajua, je, hawa viumbe baada ya kuja wanahitaji nini tena katika dunia. Kumbuka huu ni mkutano wa 3. Mkutano wa kwanza walifanya wa public, wakatoa mpaka mayai yale kama zawadi. Na mkutano wa pili ulikuwa ni wasiri, viongozi wa serikali vile vile na bwana Blackley. Lakini ule mama alisema Blackley hatakiwi kuzungumza. Wale viumbe wakasema sisi bwana tumeamua kumchagua kijana kwa sababu kijana ambaye ametuonyesha heshima. Ina maana ile ishara aliyoifanya kule kisiwani, kama ufuatilia simulizi ya sehemu ya kwanza kule kisiwani, ya heshima ya ishara ya kwa jina ishara ya msalaba, kwa hiyo wale viumbe watokea kumpenda sana yule kijana. Kwa hiyo leo sasa tunaona mkutano huu ni wa 3. Hatujui kitu gani kitaendelea. Tafadhali naomba tukutane kwenye sehemu inayofuata, sehemu ya 4. Sehemu ya 4 inayofuata tutaenda kufahamu, je, mkutano huu utanyambua kitu gani na kitu gani wa viumbe watasema. Jina langu naitwa Ayubu Obedi. Kumbuka hii ni The Book of Magic and Movie Stories. Kama ndo mara yako ya kwanza kukutana na hii chaneli, bonyeza alama ya kengele, subscribe ili uwe ni mtu wa kwanza kupata notification pale ambapo nitapokuwa nimeweka simulizi mpya. Kwa heri kwa sasa, tukutane hatua ya 4 ya simulizi yetu ya vita kati ya dunia na bahari. Asanteni na karibuni sana.